Mahusiano ya Zuchu na Diamond Platnumz tumekuwa tukiona kwamba ni mahusiano ambayo yamekuwa kitikisa sana kwenye industry ya muziki, ambao tumekuwa tukiona kwamba Diamond Platnumz amekuwa akimchumbia mfanyikazi wake ambaye ni Zuchu, na ni kwamba mahusiano yao yamekuwa yana umuhimu na pia ubaya zaidi kwenye lebo ya WCB. Ukumbuke kwamba penzi la Zuchu na Diamond Platnumz ni kati ya mahusiano ambao yamekuwa yakizungumziwa sana hapa Afrika ya Mashariki kwa miaka mingi zaidi, na kwa sasa ukiweza kuzingatia kwamba wao ni wasanii ama ni nguli wa muziki kama superstar wakubwa zaidi ambao wanafanya vizuri kwenye industry ya muziki kutoka pale WCB. Ukumbuke kwamba wawili hao basi mara kadhaa tumekuwa tukiona kwamba wanakuwa wanachana, alafu baada ya hapo unakuwa kwamba wanarudiana tena, ikiwa mapenzi yao bado hayajaweza kubainika kwamba je, ni wapenzi au ni vipi. Penzi lao basi limeanza kuvutia sana wengi sana kuweza kuona kwamba je, hili swala la kuwa Diamond Platnumz anachana na Zuchu alafu mwisho siku wanakuwa wanarudiana, wengi sana wakiweza kusema kwamba huenda ikawa ni kiki ambao wanaijenga ili kwamba kuweza kuuza muziki wao. Hivi kwamba tumekuwa tukiona kwamba wawili hao pia kwa mara kadhaa Zuchu ameweza kuandika pale kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba yeye na Diamond Platnumz hawapo kwenye uhusiano wa kimapenzi, na baada ya hapo akiweza kutangaza kwamba yeye hahusiani na uhusiano wa kimapenzi na Diamond Platnumz ila ni bosi wake. Na tumekuwa pia tukimwona kwamba ameweza kufuta picha zake yeye na Diamond Platnumz kwenye ukurasa wake wa Instagram, na ni kwamba penzi hilo la Zuchu na Diamond Platnumz limekuwa ni penzi ambalo limeweza kuleta manufaa makubwa sana kwenye lebo ya WCB. Ukumbuke kwamba wengi wameweza kufuatilia mahusiano ya Diamond na Zuchu na kuweza kuwafanya mashabiki wengi kuweza kupenda sana kazi zao na kuweza kufanya soko la muziki kwenye lebo ya WCB kuweza kupanda zaidi. Zuchu ameweza kujijengea jina haraka sana baada ya kuingia kwenye lebo ile ya WCB, na baada ya hapo basi wafuasi wengi sana na pia kuweza kumfuatilia yani, na baada ya hapo pia watu wengi ambao wana madili nyingi sana wameweza kuzipokea pale kuhusiana na mahusiano hayo. Lakini tukiachana hivyo ni kwamba Zuchu pia aliweza kukutana na Diamond Platnumz na baada ya hapo akiweza kuchumbiana na kuweza kufanya vibao tofauti tofauti ikiwemo Cheche na Litawachoma ambao iliweza kuwafanya kwamba waweze kuwa pamoja ambao ni mwaka 2020. Jambo hili basi ni kama ni jambo ambalo Diamond Platnumz ameweza kuliiga kutoka kwa manguli wa muziki ambao washawahi kudeti baadhi ya watoto kike ambao wapo kwenye lebo zao. Msanii wa kwanza ambaye tuliweza kumuona kwamba ashawahi kuwa katika mahusiano ya kimapenzi na mfanyikazi wake ni Jay-Z. Pale ni mahusiano ya Jay-Z na Beyonce ambao tuliweza kuona kwamba uhusiano wao uliweza kuanza mwishoni mwa miaka ya 1990, na baada ya hapo basi tukaweza kuona kwamba wawili wao waliweza kuoana pale mwaka wa 2008 na wakafunga ndoa. Lakini ukiona kwamba mapenzi ya Jay-Z na Beyonce ni mapenzi ambayo yameweza kuleta dili nyingi sana kwenye lebo yao pale, na baadaye kuweza kupata dili nyingi na kuweza kufanya kwamba Beyonce na Jay-Z kuweza kutrendi zaidi. Kuna mwingine Rihanna na Chris Brown pale ambapo mwaka 2007 wawili hao basi walianza kukua katika mahusiano ya kimapenzi na wakaweza kuweka wazi na baadaye kuweza kufunga harusi pale, lakini baadaye tunaona kwamba waliweza kuachana. Lakini pia ni baadhi ya njia ambayo iliweza kumtoa Rihanna na pia ni njia ambayo iliweza kumtoa Chris Brown kwa kuwa katika uhusiano wa kimapenzi. Kumbuke kwamba walikuwa katika lebo ya Def Jam Recordings ambayo ilikuwa inamilikiwa na Chris Brown, lakini baadaye kuweza kuachana. Lakini ukumbuke kwamba wawili hao waliweza kupata dili nyingi zaidi walipokuwa katika mahusiano ya kimapenzi wakiwa katika lebo ile. Na pia tukaweza kumuona pia Cardi B na Offset Migos ambaye pia wale ni wa Marekani. Wawili hao waliweza kuhusiana muda mrefu na mwaka 2017 wakaweza kuoana, na baada ya mwaka 2019 wakatoa ngoma Clout iliyofanya vizuri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na pia tukaweza kuona mahusiano ya Ariana Grande na Big Sean ambao waliweza kuwa katika uhusiano wa kimapenzi,
na baadaye wakaanza kutangaza uhusiano wao wa mapenzi Oktoba mwaka 2014 ambapo waliweza kuoana. Ukiangalia kwamba mapenzi ya Zuchu yameweza kuleta mambo mengi zaidi, ama yameweza kuleta dili nyingi sana, Wasafi wengi sana wakiweza kufuatilia, je, nani ambaye ni mpenzi wa Diamond Platinum? Maana kitu tumeweza kuona kwamba baada ya Zuchu kuingia WCB, tumeweza kuona kwamba Diamond hajaweza kutangaza uhusiano wa kimapenzi na mtoto mwingine wa kike, ili hali basi tumekuwa tukimwona kwamba akimsifia Zuchu, na tunasubiri tuweze kuona, je, Diamond Platinum atakuwa anamuoa Zuchu ama itakwenda kwaje? Maana kitu tukiangalia kwamba Zuchu mwenyewe tukimwangalia hivi yuko tayari kuweza kuolewa na Diamond Platinum, lakini hatujui Diamond Platinum anawazia nini swala hilo. Kwa hivyo tutakuwa tunakujuza hapa ndani ya Coast Digital Media. Cha msingi tu kama ndio mara ya kwanza, hakikisha kwamba na subscribe ili kwamba endapo tuko na story nyingi zaidi tutakuwa mtu wa kwanza kuweza kupokea. Mimi naitwa Marandu Kazungu na hii ni Coast Digital Media, kituo nambari 1 kupatia habari zinazojiri kwenye nyanja tofauti.